Nilikuambia na nakuambia tena, ni wazi Mwenyezi Mungu mwenyewe yupo upande wa Tundu Lissu katika kesi hii ya uhaini. Njama za utawala wa Samia Suluhu wa CCM dhidi ya Tundu Lissu na kesi hii ya uhaini hatimaye umeweza kufichuka mchana wa leo. Mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakili Gaston Galubindi ameweza kufichua siri nyuma ya kitendo cha mkurugenzi wa mashtaka DPP kukimbilia mahakama ya rufani kupinga uamuzi wa mahakama kuu katika kesi hii ya uhaini ya Tundu Lissu. Mtazamaji, kuna taarifa njema ambazo zimeibuka sasa hivi na pia siri nzito imeweza kufichuliwa kuhusiana na njama ya jamhuri dhidi ya kesi ya Tundu Lissu. Lakini kabla tuangalie hayo, chukua sekunde yako moja kwa moyo mkunjufu, fanya jambo la busara, bonyeza alama ya like video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Mgogoro wa kisheria unaomkabili Tundu Lissu umechukua mkondo mkubwa na hatari kufuatia matokeo mapya ambayo yamezidisha mivutano ya kisiasa na kisheria nchini Tanzania. Kesi hiyo ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu, inayotazamwa na wengi kuwa moja nyeti zaidi katika miaka hivi karibuni, inaendelea kuvuta hisia za kitaifa na kimataifa, huku shutuma mpya leo zikiibuka kuhusu mwenendo wa mamlaka za kisheria za serikali na jamhuri dhidi ya kesi hii ya Tundu Lissu, na njama ya utawala wa Samia Suluhu imewekwa wazi. Kiini cha mzozo huo ni uamuzi wa upande wa mashtaka wa DPP kupeleka suala hilo katika mahakama ya juu zaidi ya rufaa, hatua ambayo wakosoaji wanapinga kuwa si ya kawaida na ni ya kisiasa. Kwa mujibu wa Gaston Galubindi ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya sheria na haki za binadamu wa Chadema, ameweza kufichua siri na njama. Anasema uamuzi wa mkurugenzi wa mashtaka DPP kukimbilia mahakama ya rufani kutoka mahakama kuu ya Tanzania unatia shaka sana katika upande wa kisheria. Alieleza kuwa vitendo hivyo vinakinzana na taratibu za kisheria zilizowekwa, hasa katika masuala yanayohusu maombi ya awali ndani ya kesi za msingi. Msimamo wake unaonyesha wasiwasi mkubwa ndani ya upinzani kwamba mfumo wa sheria unatumiwa ili kufikia matokeo zaidi ya haki. Galubindi alitaja hatua hiyo kuwa ni kutaka kukwamisha na kusumbua mchakato wa kisheria kwa makusudi, huku akihakikisha Tundu Lissu anabaki korokoroni na anabaki gerezani kwa muda mrefu zaidi. Anasema ya kwamba hii ndiyo njama ya utawala. Katika uchambuzi wake, wakili huyo, hatua za upande wa mashtaka zinaonyesha ukosefu wa sababu za kimsingi za kuendelea na kesi yenyewe. Hata hivyo, badala ya kuendeleza kesi kupitia ushahidi na mabishano, uamuzi wa kuongeza suala hilo hadi mahakama ya rufaa unaonekana kuwa ujanja wa serikali wa mbinu ulioundwa ili kuongeza muda wa kesi na kuunda vikwazo vya ziada vya kisheria dhidi ya Tundu Lissu na kusababisha Tundu Lissu kukaa muda zaidi nyuma ya gereza. Mgogoro huo unatokana na upande wa mashtaka kutoridhishwa na uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania Dar es Salaam, uliowafanya waingilie kati ngazi ya rufaa na kuhamisha kesi hiyo. Wataalamu wa sheria wanaoendana na upinzani wanasema kuwa sheria inaweka wazi mipaka ya wigo wa rufaa katika hali kama hiyo, haswa wakati wa kushughulikia maamuzi ya mwingiliano. Hili limezua maswali muhimu kuhusu iwapo rufaa ni halali kiutaratibu au ni ucheleweshaji wa makusudi wa kimkakati tu. Ndani ya duru za kisiasa, hatua hiyo imefasiriwa kama sehemu ya juhudi pana za kukandamiza upinzani. Wafuatiliaji wa mambo wanabainisha kuwa Tundu Lissu, akiwa kiongozi mashuhuri wa upinzani kwa muda mrefu, amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Samia Suluhu. Shinikizo linaloendelea la kisheria dhidi yake sasa, pamoja na utata wa kiutaratibu, limechochea tuhuma kwamba kesi hiyo si ya kimahakama tu bali pia ya kisiasa. Galubindi amesisitiza kuwa chama kinaona hali nzima kama matumizi mabaya ya taratibu za kisheria. Alidai kuwa uamuzi wa upande wa mashtaka kuongeza suala hilo hadi mahakama ya rufaa unaonyesha nia ya kutumia vibaya mifumo ya mahakama badala ya kuzingatia haki. Kwa kuhamisha kesi hiyo katika mahakama ya rufaa, upande wa mashtaka unasimamisha kesi kuu huku ukiweka vikwazo kwa uhuru wa Tundu Lissu, hii ikimaanisha kwamba hii ni njama nzima ya kuweza kuhakikisha Tundu Lissu anabaki gerezani kwa muda zaidi. Aidha, alidokeza kuwa mbinu hii inaweka mzigo usio wa haki kwa mshtakiwa ambaye anaendelea kuzuiliwa bila maendeleo ya maana katika kesi hiyo. Kutokuwa na uhakika wa kisheria kwa muda mrefu sio tu kumgusa Lissu binafsi, bali pia kunaibua wasiwasi mkubwa kuhusu haki za washtakiwa ndani ya mfumo wa utoaji haki. Kwa wengi, kesi hiyo imekuwa ishara ya masuala ya kina ya kimfumo.
Hoja ya kisheria iliyowasilishwa na wakili Galubindi pia inatokana na kanuni za kikatiba, hasa zile zinazosimamia uhuru na wajibu wa mamlaka za uendeshaji wa mashtaka. Alifahamisha kuwa wakati mkurugenzi wa mashtaka DPP akipewa uhuru wa kujitawala, mamlaka hayo lazima yatumike kwa nia njema na kwa kuzingatia haki. Kitendo chochote kinachochukuliwa kuwa kinadhoofisha haki au mchakato unaofaa kinaweza kutafsiriwa kama matumizi mabaya ya mamlaka. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kuwa kufuata rufaa katika suala ambalo vifungu vya kisheria vinaonekana kuzuia hatua kama hiyo kunadhoofisha imani ya umma kwa mahakama. Mtazamo kwamba zana za kisheria zinatumiwa kwa kuchagua au kimkakati huhatarisha kuondoa uaminifu katika taasisi ambazo zinakusudiwa kutokuwa na upendeleo. Wasiwasi huu umeungwa mkono na wachambuzi mbalimbali wanaoona kesi hiyo ya Tundu Lissu kuwa mtihani wa uadilifu wa mahakama. Wakati huo huo, upinzani umeweka wazi kuwa hautakaa kimya kabisa. Galubindi alidokeza kuwa chama hicho cha Tundu Lissu kinakusudia kuendelea kutoa uelewa ndani na nje ya nchi kuhusu kile kinachoona kuwa ni dhuluma za kisheria dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Hili linapendekeza kuwa kesi hiyo inaweza kuvutia zaidi kimataifa, hasa kutokana kwa mashirika ya haki za kibinadamu yanayofuatilia utawala wa sheria. Masimulizi yanayotokana kwa upinzani yanaweka rufaa kama juhudi mahususi za kuwakatisha tamaa na kuwachosha washtakiwa. Kwa kurefusha mashauri ya kisheria na kuanzisha tabaka za ziada za madai, mchakato wenyewe unakuwa aina ya adhabu. Mtazamo huu umejitokeza kwa wafuasi ambao wanaona kesi ya Tundu Lissu kama ishara ya mateso ya kisiasa. Wakati huo huo, wawakilishi wa serikali wamedumisha msimamo uliohifadhiwa zaidi kuruhusu michakato ya kisheria kujieleza. Walakini, kukosekana kwa uhalali wa kina kwa umma kwa rufaa hiyo kumeacha nafasi ya uvumi na ukosoaji. Bila mawasiliano ya wazi, hatua hiyo inaendelea kufasiriwa kupitia lenzi ya kisiasa. Hali hiyo pia imezua mijadala mikubwa kwenye mitandao ya kijamii leo, ambapo wananchi wanajadili kwa dhati athari za kesi hiyo. Wengine wanatetea haki ya serikali ya kufuata njia zote za kisheria zinazopatikana, huku wengine wakihoji muda na nia ya kukata rufaa. Mgawanyiko huu unaoonyesha mivutano mipana ya kisiasa ndani ya nchi. Wakati kesi zikiendelea, mkazo unabakia ikiwa mahakama ya rufaa itasikiliza suala hilo na uamuzi huo utakuwa na athari gani kwa kesi kuu. Matokeo yanaweza kuweka kigezo muhimu kuhusu mipaka ya mamlaka ya uendeshaji wa mashtaka na tafsiri ya sheria ya kiutaratibu nchini Tanzania. Kwa sasa kesi ya Tundu Lissu imesimama kama makutano magumu ya sheria na siasa, huku kila maendeleo yakiongeza tabaka mpya za utata. Uamuzi wa mawakili wa serikali wa kupeleka suala hilo katika mahakama ya rufani sio tu kwamba umezidisha uchunguzi, lakini pia umeimarisha fikra kwamba shauri hilo la kisheria linaenea zaidi ya ukumbi wa mahakama, na hivyo kuchagiza masimulizi mapana ya haki na uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo yamejiri sasa hivi kuhusiana na Tundu Lissu. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii. Je, unadhani hii ni njama pana ya serikali ya Samia Suluhu ya kuzidisha wakati wa kukaa gerezani kwa Tundu Lissu? Au je, una lipi la kusema? Na kuachia uwanja huo wa maoni ama uwanja wa comment chini ya video hii unijuze maoni yako. Vilevile kumbuka kushare video hii kwa watu wengi waweze kupata habari hizi. Vilevile like na usubscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.